Hivi karibuni taifa letu Tanzania lilifanya uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao ulibubikwa na ghasia mbalimbali, ikiwemo vifo, watu kujeruhiwa na mali za watu kuharibiwa vibaya. Upi mtazamo wako katika uchaguzi wa 2025? Kwanza niungane na rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niungane na viongozi mbalimbali, niungane na Watanzania wote ambao kwa namna moja ama nyingine wameeleza masikitiko yao kutokana na kile ambacho tumekiona tarehe 29 na 30, wakati ambao ulikuwa ni wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, kwa hicho ambacho umekisema, ghasia zilizotokea ambazo ziliondoka na vifo vya wapendwa wetu, zimeleta majeraha kwa vijana na watu wengi, lakini pia uharibifu wa mali kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa mimi niungane na Watanzania wengine, lakini pia niungane na rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa masikitiko yangu, kutoa pole nyingi sana kwa watu walioondokewa na ndugu zao. Lakini hawa ni Watanzania wenzetu ambao wamepoteza maisha katika hizo ghasia ambazo zimetokea. Lakini vile vile niungane na Watanzania vile vile wengine kuendelea kutoa pole kwa wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamejeruhiwa katika mkasa huo na hizo ghasia ambazo zilitokea. Lakini sio tu hao, vile vile ni wape pole ambao wamepoteza mali kwa namna moja ama nyingine. Tunafahamu kwamba kwenye uharibifu uliotokea ziko mali za umma na mali za watu binafsi ambazo zimeteketea kwa namna moja ama nyingine. Ajira za vijana wenzetu zimeharibika, watu kipato chao na sehemu za kupata mkate wao wa siku zimepotea. Kwa hiyo na wao pia ni wape pole kwa namna moja ama nyingine. Yote haya tunasema ni majanga ambayo yametokea kutokana na ghasia ambazo zimejitokeza katika. Unadhani ghasia hizi na vurugu tulizoshuhudia katika maandamano ya Oktoba 29, unadhani chanzo chake kikuu ni nini? Kimsingi siwezi kusema moja kwa moja kwamba chanzo kikuu ni nini. Mimi naweza nikasema, labda nikiweka kwenye kapu moja, nasema labda ni malalamiko ya baadhi ya watu kutokana na mchakato wa uchaguzi, kwa sababu haya ni malalamiko ambayo tulianza kuyashuhudia kabla ya uchaguzi na yakaja kuleta matokeo ambayo ni hasi wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sasa chanzo halisi cha nini kilisababisha, nadhani hiki sasa tuendelee kusubiri, kwa sababu na katika hili tumpongeze Mheshimiwa Rais. Tumeona dhamira yake ya dhati. Alitangaza na kusema wazi wakati analifungua bunge la 13 tarehe 14 pale Dodoma, akasema wazi kwamba naenda kuunda tume ambayo itakwenda kuchakata, itakwenda kuangalia kwa kina nini kilichotokea, kilisababishwa na nini kifanyike ili tuweze kwenda mbele kama taifa. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba mimi najipa muda na naamini na Watanzania wengine wanajipa muda ili tuiache tume kwanza ifanye kazi yake. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tumeona kwanza amelifanya kwa wepesi, lakini sio tu kulifanya kwa wepesi, mpaka tume tumeona tayari imefanya imezinduliwa ili kazi zake ziweze kufanya kuendelea. Walete taarifa kamili ambayo itatupa majawabu halisi ili tutoke katika haya ambao kila mtu anasema la kwake, sababu ni hii. Kwa hiyo mimi naamini baada ya kazi ya tume iliyoundwa, ambayo kwa kweli mimi na declare kwamba inao wataalamu na ubobevu, watu mahiri wanaojua masuala ya kisheria, ripoti itakapokuwa imepatikana, mimi nadhani ndio mwanzo na malalamiko mara baada ya tume hiyo kuundwa na rais. Watu wameonyesha na wametoa maoni yao mseto, wakilalamika na kuonyesha kutokuwa na imani na tume, wakidai ya kwamba tume hiyo iliyoundwa ina mahusiano ya karibu na serikali, kiasi kwamba hawawezi wakajichunguza wenyewe, wengine wakiwa ni watumishi wa umma waliostaafu. Kwa hivyo watu wamekuwa na mashaka na wametilia mashaka tume hii. Kimsingi mashaka tumeyaona, na mashaka yanatokana na swala la kutoaminiana. Sisi kama Watanzania, ndugu yangu Odemba, lazima ifike mahala tuipe nafasi serikali. Tunapokuwa tunatoa maoni yetu, wale watoa maoni ni lazima wajenge imani kwa wale ambao wanapokea maoni yao, na wanaopokea maoni ni lazima wajenge imani kwa wale wanaotoa maoni. Kwa mimi ninachofikiri ni kitu sahihi kwa wakati huu ni kuiacha serikali kwanza ifanye kazi yake, kwa sababu mimi naamini
kwamba ile ni tume ambayo itakwenda kutuletea majawabu. Changamoto ambayo mimi naiona kwenye taifa letu la Tanzania ni baadhi ya watu yani kuanza kujenga mashaka kwa kitu ambacho hakijaleta majawabu. Yani tunajenga mashaka kwenye tume ambayo hata kazi haijaanza. Sisi tushaanza kuonyesha mashaka yetu. Na hii ndo wakati mwingine inatupelekea tudhani kwamba pengine hata haya maoni ambayo baadhi ya watu wanakuwa wanayatoa, pengine wanakuwa hawayatoi kwa nia njema. Hii ni sawa na kumpa mtu kazi, umempa mtu kazi, hajafanya kazi uliompa, umempa kazi nyingine, hajafanya uliompa, unampa kazi nyingine, mwisho wa siku unamlaumu kwa kutoleta matokeo ya kazi ya kwanza ambayo ulimpatia. Kwa mwisho wa siku tunaweza tukawa tunailaumu serikali. Kumbe serikali tutakiwa tuipe muda. Tume iende ichakate, ibaini, mwisho wa siku ilete ripoti. Ili kupitia ripoti ile tujue nani hakutimiza wajibu wake, ili hata tunapofika kwenye hatua ya serikali kuwawajibisha watu, iwawajibishe watu kutokana na tunasema itende haki kwenye swala la uwajibikaji. Kwa hiyo mimi nafikiri hatuna haja ya kutengeneza mashaka kabla ya mchakato wenyewe haujaanza, kabla mchakato haujaleta majawabu. Katika maelezo yako ya awali umeeleza kwamba kwa namna moja ama nyingine unaamini ya kwamba fujo zilizotokea wakati wa uchaguzi ilisababishwa na baadhi ya malalamiko ya vijana. Ni malalamiko yapi ambayo unahisi ya kwamba walikuwa wakiyalalamikia lakini serikali haikutenda ndipo ikawapelekea hasira hii? Mimi nadhani malalamiko makubwa ambayo sisi tuliyaona yalikuwa ni malalamiko ambayo yalitokana, nadhani unakumbuka wakati tunaanza ile michakato. Kwa sababu uchaguzi unao wadau. Na moja ya wadau wa uchaguzi ni vyama vya siasa. Na vyama vya siasa kwa kawaida vina wafuasi. Kiko chama ambacho kilijitanabaisha wazi kwamba chenyewe hakiko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Kwa kile walichodai ni kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Na wafuasi wake walitangaza sana hiyo no reform no election. Kwa mwisho wa siku wale wakabeba yale kwamba sasa na hakuishia kusema hatutaenda kwenye uchaguzi. Walisema tutauzuia uchaguzi. Kwa mwisho wa siku malalamiko makubwa ambayo sisi tuliyashuhudia yalikuwa ni ya watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanavyo vinasaba na vyama hivyo, ambao kwa kweli walijitanabaisha wazi kwamba hatutokubali uchaguzi ufanyike. Kwa mimi malalamiko makubwa niliyokuwa nayaona ni hayo, ambayo mengi yalikuwa yanazungumzia masuala ya tume huru ya uchaguzi, yalikuwa yanazungumzia masuala ya mabadiliko kwenye sheria zetu za vyama vya siasa, na mambo mengine ambayo kwa kweli kimsingi kwa wakati ule yasingeweza kutekelezwa yote kwa wakati mmoja. Wewe unaamini ya kwamba tume huru ya uchaguzi wa Tanzania ni tume huru, si tume huru? Mimi naamini ni tume huru. Kwa nini? Naamini ni tume huru kwa sababu ya namna ambavyo, kwa sababu tume ile ni taasisi. Mimi naamini ni huru kwa sababu ya namna ambavyo mifumo yake inafanya kazi. Moja kati ya mambo ambayo walikuwa wakilalamikia ni pamoja na kwamba viongozi wa tume akiwemo mwenyekiti na mkurugenzi wa tume wote wanateuliwa na rais, ambaye rais vile vile ni mgombea. Wanaona kivyo vyote vile watu hawa lazima watakuwa upande wa yule aliyewateua. Unasemaje? Kimsingi mimi ndio maana nikasema hilo swala ambalo yani kwanza kwa mujibu wa sheria tulizo nazo ni wazi kwamba viongozi wa tume wanapatikana katika muundo ambao walipatikana. Kwa hiyo kwanza kilichotokea yalikuwa ni matakwa ya katiba, sio matakwa ya mtu binafsi kwamba labda rais mwenyewe ameamua kuwateua watu ambao pengine hawataki. Hayo ni matakwa ya katiba. Ndio yaliyopelekea rais awateue wale ambao ni viongozi wetu wa tume. Lakini tunafahamu kwamba katika mchakato mzima wa tume ya uchaguzi, kwa sababu yako mabadiliko ambayo yalifanyika, viongozi hao waliopatikana kwenye tume wamepitia kwenye michakato kadha wa kadha ili wasimame pale, kuanzia mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa tume, shuka chini kwenye level za halmashauri zetu, kwenye level za kata. Tulizoea huko nyuma kuanzia kwenye kata mpaka juu. Na haya ndio yalikuwa malalamiko ya baadhi ya viongozi hasa wa vyama vya upinzani. Na unahisi kwamba malalamiko yao haya yanatija, haya natija? Tija ilikuwepo, na ndio maana unakuta kuna baadhi ya mambo ambayo walikuwa wanayalalamikia na yalifanywa kazi. Na nimekupa mfano wa wakurugenzi watendaji wa kata. Hawa ni watu ambao walikuwa wanasimamia uchaguzi. Lakini kutokana na mabadiliko ya sheria zetu za uchaguzi, hawa watu wakurugenzi watendaji wa kata hawakuwa sehemu ya watu ambao walisimamia uchaguzi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba katika malalamiko yaliyokuwepo
yako malalamiko ya msingi ambayo yalifanywa kazi, yako mambo ambayo hayakuweza kufanywa kazi. Yapi hayo ambayo hayakuweza kufanywa kazi lakini yalikuwa na umuhimu? Kimsingi ukisikiliza malalamiko ya viongozi hasa hawa wa vyama vya upinzani, wao walihitaji mabadiliko ya ujumla ya tume ya uchaguzi. Nataka mabadiliko ya jumla ya tume yetu ya uchaguzi, kitu ambacho kisingeweza kufanywa kazi kwa wakati. Lakini tuliwasikia mara kadhaa wakisema tunahitaji mabadiliko ya sheria, kwa maana ya katiba, kwamba sasa ni wakati wa kupata katiba mpya, kitu ambacho hakuweza kufanywa kazi ndani ya muda ule ambao ulikuwepo kwa sababu ya ufinyu wa muda. Katiba mpya haikuweza kupatikana. Kwa hiyo yako mabadiliko ambayo waliyahitaji, lakini yalikuwa ni mabadiliko makubwa ukilinganisha na muda ambao tulikuwa nao. Vijana wengi wamekuwa wakilalamika kwamba hawasikilizwi na serikali. Serikali haiwasikilizi hata pale wanapotoa maoni yao, wanapotoa vilio vyao, serikali haiwasikilizi. Wewe ni kijana na kiongozi wa vijana, unahisi kwa nini vijana hawa wanaona kwamba hawasikilizwi na serikali? Mimi ninachoweza kusema, Udemba, swala la kusema vijana hawasikilizwi si la kweli, ila kinachotokea ni mtazamo wa baadhi ya watu kudhani pengine hawasikilizwi. Lakini mimi ninakuhakikishia kwamba vijana wanasikilizwa, na vijana wanasikilizwa kupitia namna na majukwaa tofauti tofauti. Nitakupa mfano. Wakati tunaelekea kwenye uchaguzi, chama chetu, mfano Chama cha Mapinduzi, wakati wa mchakato wa kutengeneza ilani ya uchaguzi ya chama chetu, kupitia sisi Umoja wa Vijana, tulikuwa tuna kamati maalum ndani ya chama ambayo ilikuwa inazunguka nchi nzima kukusanya maoni ya watu mbalimbali kwenye makundi tofauti tofauti ya nini kiingizwe kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ili itakapotokea Watanzania wamekiamini kwa mara nyingine Chama cha Mapinduzi, kutokana na yale waliyosema, sasa yaende kutekelezwa kwenye maeneo yao. Na sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi, wako vijana ambao walitoka miongoni mwetu wakawa ni sehemu ya mchakato huo. Wamezunguka nchi nzima, wamekusanya maoni ya vijana, tena kwenye majukwaa huru ambayo hayampi platform wana CCM peke yake. Wameingia hata Dar es Salaam. Ukienda Dar es Salaam, ukienda Mwanza na maeneo mengine. Dar es Salaam walikuwa pale Anatogro, pale Mnazi Mmoja na maeneo mengine, walikuwa wanawaita vijana wa makundi tofauti tofauti. Wanaleta maoni yao, wanaleta mapendekezo yao. Yale mapendekezo yanakusanywa. Yakisha kusanywa yanakwenda kuingizwa, yani kwa compile na taarifa ya chama. Mwisho wa siku tumepata ilani ya chama. Kwa hiyo yale ambayo utakuta ndani ya ilani ya chama leo, Chama cha Mapinduzi, si maandishi au matako ya viongozi kwamba pengine wamejifungia wameandika, na badala yake ni maoni yaliyotokana na vijana hawa ambao unasema hawasikilizwi. Kwa hiyo mimi na declare kwamba vijana wanasikilizwa, ila wanasikilizwa kupitia utaratibu gani? Kama wanasikilizwa, kwa nini walijitokeza kwenye maandamano? Ndio maana nikasema hili la maandamano, ndugu yangu Demba, ni lazima tusubiri kwanza. Yani tusiingilie sasa kuipreempt tume, kwamba sasa tuanze kutoa majawabu kabla ya tume iliyoundwa kuleta majawabu. Ile tume ndio itakayotupa msingi wa nini kilichowapelekea waingie barabarani. Lakini nimesema kwamba kama hoja ni kusikilizwa, vijana wanasikilizwa. Wanasikilizwa kupitia wapi? Ziko platforms mbalimbali ambazo vijana wanakwenda wanatoa maoni yao. Nimekupa mfano mmoja wa mchakato wa utengenezaji au wa uandishi wa ilani ya chama chetu, kwamba vijana walipewa platform wakatoa maoni yao, na ndio maana kutokana na maoni yao yako mambo leo utayaona kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi yametokana na maoni walioyatoa kwenye maeneo yao na yakaenda kuingizwa kwenye ilani ya chama chetu. Kwa hiyo mimi siwezi kusema vijana hawasikilizwi. Vijana wanasikilizwa. Ninachoweza kusema kwamba pengine ni lazima tuendelee kuongeza jitihada za kuongeza zile platforms ambazo zitawasaidia vijana kuendelea kutoa maoni yao na serikali iweze kuyafanyia kazi. Pale ambapo vijana wanaona ya kwamba hawasikilizwi na serikali, wanapaswa wafanye nini? Mimi nafikiri cha kufanya kwa sasa kiko wazi. Mathalan leo au niseme nyuma, vijana sisi tulikuwa tuna platform moja kwenye serikali. Tulikuwa na wizara moja ambayo ina mkururo wa mambo mengi sana, na sisi vijana tukiwemo. Tulikuwa na wizara ambayo
iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, ilikuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu, inahusu masuala ya kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Karibu mambo manne yote yalikuwa yanasimamiwa chini ya ofisi ya waziri mkuu. Lakini leo tumepata platform ambayo hiyo platform ndio itakayokwenda sasa kwa kudili na shughuli zinazohusu vijana moja kwa moja. Na Mheshimiwa Rais tumeona hili ni la utashi, wala halikuwa kwenye kwamba ni la lazima lifanyike, lakini kwa kutambua kwamba sasa vijana wanahitaji platform itakayowafanya watoe maoni yao, wasikilizwe, chombo kimoja kitakachowasimamia, na kwa umahususi na umuhimu wa jambo hilo akaliweka chini ya ofisi yake. Tukapata Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ambao mimi naamini sasa, kutokana na swali lako kwamba leo vijana wataenda wapi, chombo kitakachowasikiliza vijana, kitakachowasimamia vijana tayari kimepatikana. Na mimi naamini kupitia chombo hiki ambacho tayari kinaye waziri, kinaye katibu mkuu, kinaye naibu katibu mkuu, na kwa umuhimu kiko chini ya ofisi ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Mimi naamini vijana sasa tutakuwa na platform nzuri ya kutoa yale ambayo tunadhani yanatusumbua, na tutakuwa tuna kitu kizuri ambacho kitaweza kusimamia hata sera ambazo tumezitengeneza sisi wenyewe kupitia sera ya taifa ya maendeleo ya vijana. Vijana wengi wanasema ya kwamba UVCCM imepoteza mvuto, imepoteza nguvu za kisiasa na inaonekana kama tawi la propaganda. Wewe ni miongoni mwa vijana hao. Madai haya bila shaka yana ukweli ndani yake. Unajua kila mtu ana mtazamo wake. Kwanza niseme kwamba UVCCM haijapoteza mvuto. UVCCM sio tawi la propaganda. UVCCM ni taasisi. Ni taasisi ambayo iko chini ya Chama cha Mapinduzi. Na tunapozungumzia Chama cha Mapinduzi leo, tunazungumzia chama ambacho kinaongoza serikali, kinaongoza dola. Unapozungumzia magurudumu matatu yanayokiunda na kukitengeneza chama chetu, ni pamoja na Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa CCM. Kwa hiyo mtu anayesema jumuiya imepoteza mvuto, pengine ni tawi la propaganda, mimi nasema huo ni mtazamo wake, ni maoni yake. Lakini kiuhalisia haiko hivyo. Nimekupa mfano wa kwanza kwenye swala la katiba, kwenye swala la ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba haiwezi kuwa taasisi hii ni tawi umesema ni tawi la propaganda, kama tawi la propaganda haliwezi kuwa tawi la propaganda likaweza kubeba ajenda nyeti za vijana na kuzipeleka, kuziwasilisha kwenye chama. Sio kama unanielewa ndugu yangu Demba. Ni ajenda zipi hizo za vijana ambazo unasema ajenda nyeti za vijana? Ajenda nyeti leo ziko nyingi, lakini zote zimebebwa katika gurudumu, naweza kusema masuala ya ajira. Mathalan, unapozungumzia ajira leo ndicho kilio kikubwa cha vijana. Unapozungumzia uwezeshaji wa vijana kiuchumi, ndio mambo makubwa yanayowasibu vijana. Unapozungumzia masuala ya mikopo kwa vijana ili waweze kujiajiri kwenye maeneo yao. Unapozungumzia masuala ya elimu, mikopo ya elimu ya vyuo vikuu, yote haya ni mambo ambayo yanabebwa kwa uzito mkubwa na Umoja wa Vijana wa CCM inapeleka kwenye chama. Kwa sababu UVCCM haifanyi kazi yenyewe tu, sio kana kwamba inafanya kazi tu yenyewe. Hapana, inafanya kazi chini ya Chama cha Mapinduzi. Haya yote yamekuwa compiled na Umoja wa Vijana wa CCM, yamepelekwa kwenye chama, na ndio matokeo yake tunayaona leo. Yapo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mfano, nitakupa mfano. Ukiingia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, viko vipaumbele 8 ambavyo vimeelezwa vitakavyopewa uzito na chama katika kuiamuru serikali yake, tena serikali zote mbili, serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi, ili viweze kuwekewa msisitizo. Ukiangalia katika vile vipengele 8, kipengele cha pili kinahusu masuala ya ajira kwa vijana na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Ilani ya chama imeeleza. Haijaeleza kwa sababu imelala, pengine watu wamelala wameandika. Hapana, ni maoni yaliyotokana na vijana, yakabebwa na taasisi ya Umoja wa Vijana, na leo yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kinachofurahisha zaidi ndugu yangu Odemba, ukiangalia ilani ile mwaka 2020 na 25, ilani ilisema kutengeneza ajira milioni 8. Na watu wengi wakawa na hizi ajira milioni 8 mbona kama hatujaziona? Lakini ni ukweli usiopingika kwamba zile ajira milioni 8 zilizotengenezwa na Chama cha Mapinduzi ni ajira tu 13% peke yake zilizokuwa ajira rasmi, yani zinazopatikana katika sekta rasmi, na asilimia zilizobaki zilikuwa ni ajira zinazopatikana katika sekta isiyokuwa rasmi. Lakini leo ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema tunahakikisha au tutahakikisha
ndani ya miaka 5 hii ya kuanzia 25 mpaka 30 tujitahidi walau nusu ya ajira zitakazopatikana, hizo ambazo ni milioni 8 zimeahidiwa kwenye ilani, zitoke katika sekta rasmi, ambazo sasa zitaenda kuboresha maisha ya vijana, zitaenda kuwainua vijana kiuchumi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema haya yote yanabebwa na umoja wa vijana. Na ndio maana mimi ukiniambia umoja wa vijana umepoteza mwelekeo, poteza mvuto, poteza imani, mimi nakwambia sio kweli. Vijana wa CCM Faris, mnaonekana kukosa sauti katika maamuzi ya kitaifa kama uchaguzi, masuala ya ajira haya ambayo unajaribu kueleza, kodi pamoja na mikopo. Unadhani kama UVCCM, ninyi kama UVCCM ambao chama chenu ndicho chama tawala, pale ambapo vijana wa taifa hili wanaona ya kwamba haya matamanio yao na madai yao hayatekelezwi, bila shaka lawama zote wayalete kwenu kwa kuwa mmeshindwa kuwa sauti ya vijana katika taifa hili. Kila unachokiona kwenye ilani ya chama chetu ambacho sasa ndicho chama kinachoongoza serikali leo, kila unachokiona kinachohusu vijana, maana yake kimebebwa na taasisi ya umoja wa vijana kupelekwa kule. Lakini la pili ambalo hili ni lazima vijana walitambue, wanaposema tumekosa au taasisi imekosa sauti, ni lazima pia waeleze imekosa sauti katika namna ipi. Wanasema ya kwamba hamna sauti hata kuweza kuikosoa chama chenu, kuikosoa serikali, hata pale ambapo mnaona kabisa wanaenda kinyume na matakwa ya vijana, wanaenda kinyume na matamanio ya vijana wa nchi hii. Kamwe hamwezi mkanyanyua sauti yenu kuikosoa pale ambapo hata mkihisi kwamba hapa wanawakosea vijana wa nchi hii. Hilo sio kweli. Ni wapi ambapo mliwahi kuikosoa serikali hadharani kwa maslahi mapana ya vijana wa taifa? Sasa hapo ndipo nadhani ambako tunachengana na hao wanaotoa maoni haya. Kuikosoa hadharani. Yaani unajua tofauti ya jumuiya ya umoja wa vijana au tuseme vijana wa CCM. Vijana wa CCM si lazima tukakosoe barabarani, si lazima tukakosoe hadharani. Tunazo platforms, tunayo majukwaa yanayotupa sisi nafasi ya kushauri, yanayotupa sisi nafasi ya kukosoa, yanayotupa sisi nafasi ya kuomba. Si lazima tuende pale barabarani tupige kelele, hapana. Yaani nitakupa mfano, sisi tunalo baraza la umoja wa vijana wa CCM, ambalo hili ni baraza lipo. Mabaraza tu ya kikanuni tunaita mabaraza ya kawaida 2 kwa mwaka. Hujaweka mabaraza maalumu, hujaweka mabaraza ya dharura. Tunakutana. Na tukikutana huko tuna uwezo wa kumhitaji waziri yeyote tukawa naye. Tuna jambo linatutatiza tukamweleza, tuna jambo la kumshauri tukamweleza, tukamshauri, tuna la kumuuliza tukamuuliza. Kwa hiyo sisi ya kwetu tunaweza tukasema inaweza sirini. Tunakosoa hata huko sirini. Ni jambo gani la kitaifa linalohusu vijana ambalo mliwahi kuikosoa sirini kama ambavyo unasema? Nitakupa mfano mmoja. Wakati Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, kuna wakati nakumbuka hii mikopo ya 10% ya halmashauri ambayo ni 4 kwa vijana, 4 kwa kina mama na 2 kwa walemavu. Kuna wakati mikopo hii ilisitishwa, nadhani na wewe unakumbuka. Kuna miaka kama 2 mikopo hii ilikuwa haitolewi. Na lengo ilikuwa ni nini? Lengo la serikali ilikuwa jema, kwamba twende tuboreshe sera ili sasa hii mikopo inavyokuwa inakwenda kule. Nadhani hata kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais juzi umesikia. Anasema hii ni mikopo, sio zawadi. Kwa hiyo waliboresha sera ili sasa hii mikopo iende iwe na tija kwa watu ambao wanaikopa. Lakini wakati mikopo hii imesimamishwa, Watanzania watakuwa wanakumbuka, ilikawia sana kurejea. Ni umoja wa vijana huu wa CCM ambao ulienda kupiga kelele, ulienda kushauri, ulienda kuomba, jamani mikopo hii rejee, kwa sababu hii ndiyo mikopo kimbilio la vijana na kina mama na watu wenye ulemavu kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo mlipiga kelele huko sirini. Kelele zimepigwa nyingi sana, lakini sasa ndio maana nikakwambia hutomuona kijana au kiongozi wa umoja wa vijana wa CCM anakwenda kupiga kelele hadharani, kwa sababu sisi tunayo majukwaa,
ambayo kupitia majukwaa hayo tuna uwezo wa kuelewa, na ndio maana ya kuwa chama tawala. Ukiwa mkweli kabisa na moyo wa kumheshimu Mungu. Ndio. Je, UVCCM inawakilisha vijana au inawakilisha chama mbele ya vijana? Yote mawili. Kwamba? Yote mawili. Kwamba? UVCCM inawakilisha vijana kwenye chama, lakini wakati huo huo inakiwakilisha chama kwa vijana. Nitasema ni yote mawili kwa sababu zifuatazo. UVCCM ni daraja. Yaani hii ni daraja linalowaunganisha vijana na chama chao. Naposema chama, maana yake hiki ndicho chama ambacho kina ilani inayotekelezwa na serikali. Kwa tunaposema UVCCM inawakilisha vijana kwa chama, maana yake ni kwamba inasikiliza vijana wanahitaji nini. Nimekutolea mfano wa masuala ya ilani. Ikisha sikiliza inapeleka kwenye chama. Na mrejesho unapotoka, ni kazi ya umoja wa vijana kupeleka mrejesho huo kwa vijana kutokana na yale maoni ambayo walikuwa wameyatoa. Nitakupa mfano huo wa ilani. Kwamba leo ilani inapotamka kwamba tunahitaji tutengeneze ajira milioni 8. Na katika ajira hizi tunahitaji walau nusu ya ajira hizi zitoke kwenye sekta rasmi. Maanake huo ni mrejesho unaotoka kwenye chama kwenda kwa wananchi ambao ni vijana wenzetu. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kupeleka mrejesho huo kwa vijana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi ni daraja, ni link kati ya chama na vijana na kati ya vijana na chama. Kwa hiyo mwisho wa siku naweza nikasema ni kweli jumuiya hii inawasilisha au inawakilisha vijana kwa chama, na wakati huo huo inakiwakilisha chama kwa vijana. Kuna hisia kuwa nafasi za UVCCM zimekuwa ni nafasi ngumu kwa vijana wasiokuwa na uwezo wa kifedha, kwa vijana wasiokuwa na connection. Na hata ndani ya vijana wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakilalamika kabisa ya kwamba nafasi hizi zimekuwa ni nafasi ambazo zinaangalia huyu ni mtoto wa nani, anatoka wapi, na hali yake ya kiuchumi ukoje. Haya malalamiko, Faris, bila shaka yana ukweli ndani yake, vinginevyo huikane nafsi yako. Hayana ukweli. Hayana ukweli. Kwamba? Hayana ukweli hata kidogo. Ukisema kwamba nafasi ndani ya umoja wa vijana hazipatikani bali kwa connection, labda kwa kuwa na uwezo, labda mimi niseme uwezo wa mtu, yani ule uwezo wa mtu kujitambua. Lakini kama ni masuala ya uwezo wa kifedha, masuala ya connection, si kweli. Na nasema si kweli, ndugu Demba, nikiwa na msisitizo, kwa sababu mimi ni mfano mzuri wa swali hilo. Mimi leo nimekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM kuanzia mwaka 2012 kwenye level ya mkoa. Lakini ukitrace mimi historia yangu, background yangu, familia yangu, maisha yangu, nadhani haya maneno nayasema nikiwa hapa Mwanza, lakini Wanakagera ni mashuhuda. Wanabukoba wanajua. Wanakatoro kule kijijini ninakotoka wanajua kwamba Faris ametoka kwenye maisha ya namna gani. Mimi natoka kwenye familia ambayo haijawahi hata kuwa na mwenyekiti wa kitongoji. Haijawahi kuwa na katibu wa CCM hata watawi. Haijawahi kuwa na kiongozi yoyote wa serikali au kiongozi wa chama. Mimi nimesoma tu shule yangu vizuri. Ninachomshukuru Mungu, nilikuwa na uwezo wa kisiasa, nilikuwa na talanta ya kisiasa, nilikuwa ninapenda siasa. Maana yake nimeanza kuwa trained kwenye uongozi nikiwa shule ya msingi, sekondari, chuo. Mimi ninachokijua kwamba uwezo wangu na kila ambacho kilikuwa ndani yangu ndo kilichopelekea mimi niwe na nafasi hii ndani ya umoja wa vijana. Ngoja nimalizie Demba. Mimi nimetoka chuo kikuu, nafasi kubwa niliyoipata kwa sababu kule chuoni tunayo matawi ya chuo ambayo yanakuwa nje ya chuo lakini yanaoperate siasa za wanafunzi. Mimi nilikuwa katibu wa tawi. Kutoka kwenye ukatibu wa tawi, ndugu yangu Demba, tena tawi la chuo, sio tawi la mtaani, na kwenda kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM ndani ya mkoa. Nimekueleza historia ya maisha yangu. Hapo nilikuwa na connection gani? Nilikuwa na uwezo gani? Kama ungepewa nafasi moja tu ya kubadili mfumo wa UVCCM, ungebadili nini na nani angeumia kutokana na mabadiliko hayo? Mimi nafikiri kwenye nani angeumia hili sasa siwezi kujua nani ataumia, lakini mimi nafikiri watu ambao wako kwenye mfumo wa UVCCM. Nahisi kama mabadiliko yoyote yakitokea kuna watu wangeumia, na ni watu gani?
Unajua, kwanza ukizungumzia mfumo unazungumzia kitu kikubwa. Mfumo unazungumzia mkururo wa vitu vingi ambavyo vinafanya kazi kwa pamoja ili kutekeleza shabaha au malengo fulani. Mfumo wa UVCCM, kama nilivyosema, UVCCM ni taasisi ambayo iko chini ya chama. Kwa chochote inachokuwa inakifanya taasisi hii hakitaki kuvuka ule mstari wa chama. Mimi kitu pekee ambacho nadhani kama ningepewa nafasi, na sio kama ningepewa nafasi, sababu nafasi ninayo, maana yake ina nafasi ya kushauri, ina nafasi ya kutekeleza, kwa sababu mimi ni mjumbe wa baraza kuu. Nadhani moja ambalo sisi kama umoja wa vijana wa CCM tunatakiwa tulifanye tena kwa umoja wetu, sio mimi tu, sababu hii ni taasisi, ni kubadilisha au ni kuongeza kasi, kwa sababu hakuna kipya. Sisi mifumo yetu iko sawa sawa. Ni kuongeza kasi katika swala la utoaji wa mafunzo kwa vijana wetu wa Chama cha Mapinduzi, ili waweze kwenda na kasi ya siasa iliyopo, waweze kwenda na kasi ya sayansi na teknolojia tulionayo. Tunafahamu, mimi nimepata platform, chama kimenipeleka China, nimeona namna vyama vinavyofanya huko, vyama vya komunisti kama CPC kina operate vipi siasa zake. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu ambacho tunatakiwa tukibadilishe katika mfumo wetu wa umoja wa vijana, au basi kukiongezea nguvu na pumzi, ni kuwekeza zaidi katika kuendelea kujijenga, kuendelea kujifunza siasa za kisasa, kuendelea kujifunza digital politics. Nadhani unaona leo ndio siasa ya mtandao, na wakati mwingine naweza nikasema ndio inatufikisha hapa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema huko ndo ambako tunatakiwa tuweke nguvu kubwa zaidi, ili tuweze kwenda na spidi ya dunia inavyokwenda kwa sasa. Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema taifa la Tanzania linahitaji vijana wajasiri watakaoweza kukosoa kwa wazi, kuhoji maslahi yao, sio vijana wa ndio bwana mkubwa. Hao vijana waonekani ndani ya CCM. Kwa nini? Vijana wa CCM sio vijana wa ndio mzee. Ni vijana ambao wamefunzwa, lakini wanaelewa ni yapi ya kuzungumzia chumbani, ni yapi ya kuzungumzia sebleni, ni yapi ya kuzungumzia nje. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hakuna katika hayo uliyosema, kwa kumkoti baba wa taifa, ambayo vijana wa Chama cha Mapinduzi hawafanyi. Ninachoweza kusema Udemba ni labda ni ile tunasema kwa sababu siasa zinabadilika, ni kuongeza kasi. Ni kuongeza kasi. Yani mfano, nitakupa mfano mwepesi. Kwamba leo sisi yako mambo, mfano leo kuna mambo mengi yanatokea kwenye nchi yetu. Yako mambo tunashindwa kutoka kuyasema kulingana na miko inayotufunga kwenye chama chetu. Kwa hiyo kuna miko ambayo inawafunga kama mmoja wa vijana. Yani nachosema iko miko yetu, kama nilivyosema kwamba yako mambo mengi ambayo sisi tunatakiwa tuzungumze kwenye platform au kwenye maeneo ambayo sisi tunatakiwa tuzungumzie huko. Lakini yako mambo mengi ambayo leo unaweza ukakuta yanaleta sintofahamu. Tunashindwa kukabiliana nayo kulingana na mfumo ambao sisi tumeukuta kwenye jumuiya ya umoja wa vijana kwenye chama chetu. Kwa mimi nachoweza kusema ni kwamba vijana wa CCM hakuna hata moja katika hayo uliyosema, kukosoa, kusema, kushauri, ambayo hayafanyiki. Kwa hiyo mimi naweza kusema kabisa kwamba hakuna kisichofanyika, ila ambacho tunatakiwa tukifanye ni kuongeza kasi ili tuweze kwenda na siasa zinavyokwenda kwa wakati huo. Lakini kila kitu kinafanyika. Vijana wengi wanaonekana kukosa imani katika siasa za Tanzania, na hili tumelishuhudia hata wakati wa kampeni za uchaguzi. Mwamko wa vijana umepungua kwa kiwango kikubwa Faris kwenye siasa. Nadhani hii ni kwa sababu gani? Demba na huu sasa ndo tunarudi kule. Kwanza ukisema wengi, wengi hii ni tunaweza tukasema ni neno tata. Wataalamu wa lugha ya Kimombo wanasema ambiguity. Yani neno ambalo lina tafsiri nyingi. Unaposema wingi katika namna ipi? Yani ukisema vijana wengi wamepoteza labda imani na siasa, huo wingi tumeupimaje? Wingi wa namba ipi? Yani mfano leo tunazungumzia vijana wa Tanzania kwa mujibu wa takwimu za sensa ni zaidi ya 64%. Maana yake unazungumzia zaidi ya vijana, zaidi ya watu 30,000 ni vijana. Unaposema wengi wamepoteza imani, ni wepi hao wengi? Kwa sababu mimi binafsi ninayo imani na ninashuhudia vijana vile vile wengi hao na wasema wanayo imani bado na siasa. Sasa tukisema wingi, kwanza hapa tunatengeneza kitu ambacho sio.
mimi siwezi kusema wengi, labda tukubaliane kwamba wako baadhi ya vijana ambao kwa namna moja ama nyingine wamepoteza pengine imani na siasa, labda wamepoteza mvuto na siasa. Sasa tukiwazungumzia hawa baadhi ya vijana, hapo tutakwenda vizuri. Lakini ukisema wengi, mimi hili la wingi labda ukinipa namba nitakukubalia kwamba ni wengi. Lakini tukisema labda ni baadhi ya vijana wamepoteza imani, hilo nitasema pengine linawezekana. Kwa sababu gani? Umeona? Sasa kwa sababu gani? Mimi nafikiri nimetoka kuzungumza hapa kitu kinachohusu ajira. Leo ukiangalia vijana wengi wako mtaani. Na swala la ukosefu wa ajira au upungufu wa nafasi za ajira, hasa ajira ambazo zipo katika sekta rasmi, hili si janga la Tanzania, ni janga la Afrika, ni janga la kidunia. Na hata leo ukisoma takwimu, leo ndugu Demba, ukiangalia nchi labda zinazoongoza ndani ya Afrika tu peke yake kwa wingi wa ukosefu wa ajira, ukiangalia ile 10 best ya hizo nchi, yani nchi 10 za mwanzo zenye ukosefu mkubwa wa ajira, unaweza ukakuta hata Tanzania haimo. Afrika Kusini, Namibia na nchi nyingine zipo kwenye huo mnyororo wa nchi 10 zinazoongoza kwa wingi wa ukosefu wa ajira. Sasa Tanzania tunaweza fikiri kwamba na sisi tuna tatizo hilo la ukosefu wa ajira, ambalo sasa linapelekea pengine kupoteza matumaini ya baadhi ya vijana. Mtu anaona amesoma, pata elimu, pengine anastahili kuwa mwandishi wa habari kama Odemba, nafasi hiyo hana, stahili pengine kuwa mwalimu, stahili labda kuwa daktari. Kwa hiyo mimi naweza nikasema yawezekana wengine wanapoteza matumaini kutokana na kuona pengine malengo yao waliokuwa nayo, hasa kwenye swala la ajira, uhakika wao wa maisha hawajajipata. Hawa tukisema wamepoteza matumaini na siasa, mimi naweza kukubalia. Umegusia swala la ajira, la ukosefu wa ajira katika taifa hili. Tanzania vile vile likiwa kama sehemu ya dunia la kumbwa na tatizo hili kubwa la ukosefu wa ajira kwa vijana. Jitihada ambazo zinachukuliwa na serikali katika kukabiliana na ajira kwa vijana zinaridhisha? Zinaridhisha. Nasema zinaridhisha kwa sababu kwanza nimekueleza msingi wa serikali. Serikali kwanza kabla hata tujafika kwenye serikali, nimekuonyesha kwamba kwanza utayari wa chama. Kuwa tayari, yani chama kinachoongoza dola kuwa tayari kuisimamia serikali ili inapotengeneza fursa za ajira nyingi zitoke katika sekta rasmi. Hilo la kwanza. Lakini ukirudi kwenye upande wa serikali, mfano ukiangalia katika hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais kwenye ufunguzi wa bunge, alisema kwamba tunahitaji tuzalishe ajira. Na ajira hizi zinaweza kuzalishwa kwa namna gani? Akasema ni lazima tuweke uwekezaji wa kutosha kwenye sekta za uzalishaji, kwenye sekta za kimkakati. Tunazo sekta, mfano sekta ya kilimo, hii ndio sekta mama, ndio sekta ambayo inachangia zaidi ya robo ya pato la taifa letu. Kwa hiyo akasema ni lazima tuweke nguvu kwenye kilimo, kwa sababu nchi yetu uzuri bado ina ardhi ya kutosha, ina mapori ya kutosha. Tuwekeze nguvu kwenye kilimo ili vijana waweze kupata ajira ya uhakika kutoka shambani, vijana waweze kupata uchumi na maisha kutoka shambani, ili hata ile agenda ya 1030 ya kuhakikisha sasa hii sekta ya kilimo tunaitoa katika 4% mpaka 10% ya ukuaji wake, inapofika mwaka 2030 iweze kuwa imefikia huko. Kwa lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha serikali anayoiongoza inaweka nguvu kubwa, inaweka uwekezaji wa kutosha kwenye sekta za uzalishaji. Kwa hiyo kuna kilimo, mfano nimetolea mfano wa kilimo, kuna sekta kama sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo na sekta nyinginezo. Leo tuna sekta ya madini inafanya vizuri, na vijana wengi wamejiajiri huko kwenye uchimbaji wa madini. Mimi naamini kwamba serikali ikiongeza nguvu kama ilivyodhamiria katika kuhakikisha inaboresha, inawekeza vya kutosha katika sekta hizi za uzalishaji, mimi naamini ndugu yangu Odemba kwamba tatizo la ajira haliwezi kuisha, lakini tutakuwa tumelipunguza, au serikali itakuwa imelipunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba jitihada hizi ambazo serikali inazifanya zitakuwa ni jitihada zenye tija na ambazo zinaweza zikatutoa katika huu mkwamo, ili sasa tuelekee
huko ambako vijana na Watanzania wengine wanatamani. Tanzania hii na taifa hili ni la kwetu sote. Tumekuwa tukishuhudia hali ya kutoelewana baina ya vijana wa taifa hili wao kwa wao, na hali ya kama ya kubaguana hivi. Hatuna mahusiano mazuri, yani vijana wa Chama cha Mapinduzi hawana mahusiano mazuri na vijana wa Bavicha. Bavicha hawana mahusiano mazuri na vijana wa ACT Wazalendo. Unahisi hii inachangiwa na nini, na kama taifa tufanye nini sasa ili tuwe na vijana wamoja, kwamba ikitokea swala linalohusu maslahi ya taifa, vijana wote pasipo kujali ya kwamba huyu ni wa chama gani asimame imara kutetea hilo? Siwezi kusema hatuna mahusiano, ila naweza nikasema mahusiano hayaridhishi kati hasa ya vijana ambao wanakuwa katika mlengo fulani wa siasa na vijana wanaokuwa kwenye mlengo mwingine wa siasa. Sasa mimi nafikiri kinachohitajika kufanyika, kwa sababu ili vijana hao wawe na maelewano mazuri, ni lazima wawe na kitu kinachowakutanisha. Wawe na platform inayowakutanisha, wanakoweza kukutana wakazungumza masuala ya vijana na wakasimama pamoja kama vijana. Na ndio maana nimetangulia kusema kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais, ukimsikiliza, ukimtizama, unaona anayo dhamira njema sana ya kuwatoa vijana katika hiyo mikwamo yote ambayo nimeieleza, likiwemo hilo. Na ndio maana leo akaja na wizara maalum inayohusu masuala ya maendeleo ya vijana. Na mimi katika hili ndugu Odemba, mimi niseme hii kwanza ni kazi ya waziri aliyepewa dhamana na wasaidizi wake kuhakikisha wanatengeneza daraja lililo zuri kati ya vijana wa nchi hii, bila kujali itikadi za vyama vyao, bila kujali itikadi za dini zao, bila kujali itikadi yoyote, watuunganishe vijana. Yani tunatamani kuona, kwa sababu mategemeo yetu sisi kama vijana juu ya wizara hii ni makubwa. Tunatamani kuona sasa msingi hapa. Unahisi ni nini hasa kinachosababisha hii hali ambayo hata wewe unasema kwamba mahusiano ya vijana wenye fikra kinzani kivyama haviko sawa? Kwanza labda Odemba niseme kinachoweza kuwa kinaleta ukinzani huo sio itikadi ya vyama. Ila inaweza ikawa nitolee mfano kwamba kinachoweza kuwa kinaleta shida kwenye sio mtu kuwa Chadema au CCM. Ni zile dhana ambazo zimejengeka kwamba leo pengine kijana wa chama cha upinzani anamuona kama kijana wa CCM ndiye kikwazo pengine cha maendeleo yake. Umenielewa vizuri Kwa hiyo hizi ni dhana ambazo unaona kabisa ndizo zinaweza zikawa zinaleta sintofahamu. Wala hakuna ugomvi wa vyama kwamba labda kijana wa Bavicha anamchukia kijana wa umoja wa vijana wa CCM labda kwa sababu ya itikadi za vyama vyao. Hapana. Kinachoweza kuwa kinaleta shida hapa ni ile perception, mtazamo, kwamba bwana labda sisi tunahangaika huku na ajira, inawezekana labda vijana huku labda wa CCM labda wao wanapata ajira. Ni mtazamo tu. Ile tunasema mtazamo wa mtu mmoja mmoja. Yani kama leo hapa mtu labda anamuona Odemba, anafikiri labda Odemba bwana kuwa Star TV labda kuna kitu kikubwa anakipata ambacho mimi huku ambaye sijapata hiyo platform na nimesoma taaluma hiyo pengine nakikosa. Kwa hiyo ndio maana nikasema kinachohitajika hapa kwenye kuboresha mahusiano sio swala la itikadi za vyama vyetu. Ni kuhakikisha tunakuwa na chombo kitakachotuleta pamoja ili tuzungumze masuala yanayohusu vijana kwa pamoja. Na nimekueleza Odemba, tatizo yani tukiona tumetoka katika mkwamo wa masuala yanayohusu uwezeshaji wa vijana, masuala ya ajira, hakuna kitu kingine kinachoweza kuleta tofauti baina yetu. Hapa ni kutengeneza linki itakayotufanya tuweze kupaza sauti kwenye mambo yanayohusu vijana kwa pamoja. Unaamini ya kwamba mafanikio yote ambayo taifa hili Tanzania limepata ni kutokana na Chama cha Mapinduzi, kutokana na uongozi mzuri wa Chama cha Mapinduzi? Anaweza nikasema ni kutokana na uongozi mzuri wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia na wadau wengine. Kwa sababu nchi haiwezi kujengwa na mtu mmoja, haiwezi kujengwa na chama kimoja. Maana yake katika haya maendeleo tulionayo uko mchango mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hiki ndio chama kiongozi, ndio chama kilichobeba dola.
lakini pia uko mchango wa watu wengine, vyama vingine, asasi nyingine za kiraia, mashirika, taasisi za dini, na watu mbalimbali, hata ninyi waandishi wa habari mnao mchango wenu katika kulijenga taifa. Je, yale ambayo yanaonekana ni mabaya ambayo hayajatendwa mazuri katika taifa hili yamesababishwa na Chama cha Mapinduzi? Mimi ninasema hata yale ambayo yanaonekana hayajafanikiwa kitalaumiwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu nimesema ndicho chama kiongozi. Kwa hatuwezi kujiweka mbali na lawama hizo. Ila tunachotakiwa kufanya sisi kama chama ni kubeba hizo lawama, hayo maoni, huo ushauri, kufanyia kazi ili kuendelea kujiboresha, kwa sababu Odemba, katika haya mambo yote lazima tukubaliane kwamba hakuna mkamilifu. Kama ambavyo anayetoa maoni hajakamilika, anayepokea maoni hajakamilika. Ambaye ni mpinzani hajakamilika, wa chama tawala hajakamilika. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba hata hizi lawama zinazoweza kuwa zinatokea zitakuja kwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio chama dola, lakini chama wala haya hayatakiwi kuwa nongwa. Takiwa iwe ni sehemu sasa ya kuyabeba na kwenda kuyafanyia kazi ili tujiboreshe kadri siku ambavyo zinakwenda. Kwa hiyo mimi nadhani swala la chama kubeba lawama wala sio jambo la fedhea, ni jambo la kawaida, kwa sababu ndicho chama kilichokuwa madarakani. Hivyo pale ambapo Watanzania wanaona ya kwamba hapa mambo yanaenda mrama na mambo hayaendi vizuri, wanapaswa kuilaumu Chama cha Mapinduzi. Kinalaumiwa, na ndio maana kila wakati chama kinabadilika kutokana na yale ambayo kinayasikia huko nje. Mabadiliko wanayofanya yanaendana sawa na malalamiko wanayotoa. Sahihi kabisa. Nitakupa mfano mwepesi. Leo Chama cha Mapinduzi kwa mara ya kwanza, nadhani katika historia ya mfumo wa vyama vingi na historia ya nchi yetu kwa ujumla, kimekuja leo kwenye ilani kikiwa kimeeleza kwamba kinakusudia ndani ya miaka 5, tena kwa kuanza na siku 100 za kwanza, kije na mchakato wa katiba mpya. Mchakato wa katiba mpya yamekuwa ni maoni na donda ambalo limetusugua kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kusukumwa sana na vijana wa upinzani. Kabla hatujaenda kwenye vijana wa upinzani, ni jambo ambalo limekuwa na debate kubwa. Mimi kwanza naliunganisha kwamba Watanzania, hata wana CCM, sio wapinzani tu, wamepiga kelele kwa muda mrefu. Chama kimesikia maoni hayo, kimekuja kimeweka kwenye ilani ya chama chetu. Kwa hiyo mimi naweza nikasema chama kinafanyia kazi, kwa sababu yale ambayo tunakuwa tunaona kama sehemu ya mabadiliko yanatokana na huo ushauri na maoni ya Watanzania. Nimekupa mfano mzuri kwenye swala la katiba. Ni jambo ambalo halikuwa kwenye ilani zetu zote zilizopita, lakini kipindi hiki ilani imeeleza. Maana yake tukishindwa kutekeleza ilani itatuhukumu na Watanzania watatuhukumu. Kwa ni jambo ambalo limetokana na maoni ya Watanzania. Na Odemba, usiseme tu kwamba ni maoni ya vyama vya upinzani. Hapana. Swala la katiba sio maoni ya vyama vya upinzani tu. Ni maoni ya kila Mtanzania anayedhani kwamba sasa tunafikiri mifumo yetu ya katiba, mifumo yetu ya sheria inatakiwa kubadilika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo maoni hayo ndiyo yamepelekea chama kimekuwa na nadhani hii dhana pia ipo kwenye vichwa vya watu wengi. Kudhani kwamba mchakato huu ni malalamiko ya wapinzani tu, ni hapana. Kwa sababu wao ndo walikuwa front kuipigania. Front kwenye nini? Tuliwashuhudia mara kadhaa vijana wa upinzani, vyama vya upinzani wakidai kupatikana kwa katiba mpya. Manake chama chako kupitia kwa mwenyekiti wako wa zamani hayati Comrade John Pombe Joseph Magufuli alisema hadharani ya kwamba hakuwahi kusema mahala popote kwamba akipata urais hataleta katiba mpya. Vile vile hata Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia hawali alionyesha kutoipa kipaumbele upatikanaji wa katiba mpya. Na hii ndiyo sababu watu wengi wanaona kwamba ajenda hii ilibebwa kwa kiwango kikubwa na vyama vya upinzani. Nadhani kusema kwamba haikuwa kipaumbele kwao, walikuwa sahihi vile vile na wao kwa nafasi zao. Kwa sababu nimekuambia jambo hili halikuwa katika msingi wa mwongozo ambao unawaongoza. Hawa wanaongoza kwa mujibu wa katiba na sheria, lakini vile vile hawa wanaongozwa na mwongozo ambao unatokana na chama kilichowaweka wao madarakani. Chama hakijawahi kuandika popote swala la katiba. Na ndio maana hata ukiangalia katika historia, wakati ule mchakato unawekwa katika serikali ya awamu ya 4, nadhani unakumbuka, kwa mzee wetu Mzee Jakaya, halikuwa swala ambalo pengine kwamba amelitoa kwenye ilani, ilikuwa ni utashi wa kwake. Kwamba sasa nafikiri kutokana na maoni ya Watanzania ya muda mrefu, sasa tuingie katika mchakato wa katiba. Kwa hiyo hawa kuja wakasema bwana sisi hili jambo hatujawahi kuliahidi wala kulieleza popote. Ilikuwa ni sahihi,
hawajawahi kusema na halikuwa katika miongozo au katika ilani ya chama chetu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ujio wa mchakato wa katiba mpya ni moja ya jambo ambalo linatuonyesha kwamba chama chetu ni sikivu na kinaposikia kinatenda, na ndio maana kikalibeba hili jambo kalipachika kwenye ilani ya chama. Sasa kuchelewa kwake, watu wanapotoa malalamiko kwamba taifa letu limechelewa kupata katiba mpya, malalamiko haya ni sahihi na ni kwamba CCM ndio imewachelewesha? Kaka, kupata hakuna kuchelewa. Kupata hakuna kuchelewa. Kupata ni kupata. Na nadhani sasa hivi sisi kama Watanzania tutakiwa tuwekeze nguvu kubwa sana kwanza kwenye mapokeo. Tupokee mchakato huu kwanza kwa furaha kwamba umekuja kwa muda haya masuala ya kuchelewa, hakuna kuchelewa kwenye kupata. Na sasa tuende tuunganishe yale maoni yetu, mawazo yetu, ajenda tulizokuwa nazo, tuzielekeze katika mchakato wenyewe ili mwisho wa siku tupate katiba ambayo itajibu matakwa, itajibu kila kero ya mwananchi alionayo. Kwa mimi nafikiri badala ya kuendelea kuraruana, kuvutana mashati, ilikuwa hivi, ilienda ikarudi, tusiishi katika historia, na badala yake tuwekeze nguvu sasa kuendea mchakato, tukatoe maoni yetu, tukatoe mawazo yetu, ili akiwa sehemu ya katiba basi tujengee msingi mzuri. Sasa kwa kinywa kipana unaungana na vijana ambao walikuwa wakisema ya kwamba kwa sasa ni muda mwafaka wa taifa letu kuwa na katiba mpya, nawe unaungana nao? Si tu kuungana nao, sio kwamba naungana nao leo kwenye kipindi. Ndio maana nikakwambia hili halikuwa jambo la vijana. Lakini mlikuwa kimya wakati wote huo Faris, na kuna mahali popote mlipokuwa mkisikika mkidai katiba mpya kama vijana wenzenu wa upinzani walivyokuwa. Nimekueleza tuna platform sisi za kusemea. Watanzania ambao sio wanachama wa chama chenu wanawezaje kufahamu kwamba katika hili CCM wamesimama kidete na Watanzania? Mimi nakwambia hili wala halihitaji rocket science. Nimekueleza hili jambo lipo kwenye ilani. Wakitaka kujua kwamba na vijana wa CCM walikuwa sehemu ya jambo hili, tujiulize kwa nini liko kwenye ilani. Ndio maana nikakwambia ile ilani haijatoka kwenye ombwe tupu. Yale ni maoni, ni mawazo yaliyotokana na vijana wa CCM, vijana wasiokuwa wa CCM, vijana wasiokuwa na vyama. Kwa hiyo wote tulikuwa katika mbio hizo za kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata katiba, na katiba hii itatokana na maoni. Na nimekwambia kwamba jambo hili si geni, lilishaanzwa na chama chetu na serikali ya chama chetu. Sasa masuala ya ilienda ikarudi, nimekueleza huu hauwezi kuwa muda mwafaka. Huu ni muda mwafaka sasa wa kila mtu kucompile agenda zake, ili sasa tukaziwasilishe kwa utaratibu utakao kuwa umewekwa, ili mwisho wa siku tupate katiba itakayoponya sasa kiu ya kila Mtanzania, ili tupate katiba itakayotuweka pamoja kama Watanzania, ili tuendelee kufurahia matunda ya nchi yetu. Kuna mambo ambayo yamekuwa yakitokea hapa nchini mabaya, ambayo vijana wa Chama cha Mapinduzi sauti zenu hazisikiki. Tumeshuhudia utekaji, watu kupotea. Wewe kama kijana, maoni yako ni yapi kuhusu vijana waliopotea na wajulikani walipo mpaka sasa, Faris? Mimi nafikiri Odemba, hili la utekaji, mimi nadhani hakuna mtu ambaye anaweza kuunga mkono utekaji. Na mimi kama kijana wa Kitanzania, mimi nasema masuala ya utekaji hayamfurahishi yoyote. Bila kujali nani ametekwa, katekwa na nani, hakuna anayeunga mkono masuala ya utekaji kwenye nchi hii. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema katika hili, na mimi ni kuungana na wale wanaolaani kwamba hili swala la utekaji sio sawa katika nchi yetu. Nchi yetu ni huru, lazima watu waishi maisha yao. Umeona? Kwa hiyo mimi siungi mkono masuala ya utekaji. Ni masuala ambayo kwa kweli kimsingi hayaleti afya kwa taifa letu. Na unapinga utekaji kwa kinywa kipana? Kwa kinywa kipana. Kwamba utekaji, nimesema kwamba utekaji ni jambo ambalo yani linachafua taswira ya nchi yetu. Take a look. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, bila shaka huyu mtu ni wewe. Huyu ni Faris Burhan. Ni wewe. Basi tunaweza tukamsikiliza. Anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi,
Hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa CCM. Bila shaka Faris, huyo mtu aliyekuwa anazungumza hapo ni wewe Faris Burhan. Kulingana na maelezo yako haya na kulingana na kauli yako hiyo ambayo umeitoa, bila shaka unajua walipo vijana wenzetu ambao walipotea na hawajulikani walipo mpaka sasa. Watu kama wakina Mdude Nyagali, wakina Soka na wengine ambao hawajulikani walipo mpaka sasa. Kwa kuwa uliwarai polisi kwamba wasiwatafute, bila shaka unafahamu waliko hawa watu. Wako wapi hawa vijana wenzetu waliopotea? Mimi la kwanza niseme hiki ulichokionyesha hapa, huyu ni mimi. Lakini kitu ninachoweza kusema, jambo lolote ndugu Odemba linatokea katika muktadha. Yaani tunapokuwa tunaliangalia jambo lazima tuliangalie katika muktadha. Hilo jambo limetokea wapi? Lilianzaje? Liliishaje? Hiki ulichokionyesha ni kipande nadhani cha sekunde ambazo hazizidi 30. Lakini haya hayakuwa tu mazungumzo yangu peke yake. Manake kuna sehemu nilianzia, kuna sehemu nilipita na kuna sehemu nilimalizia. Lakini hiki tu ndo kilichobebwa ambacho sasa ndicho unakijengea msingi wa kuonyesha kwamba pengine waliopotea sasa nitoe maelezo wako wapi. Mimi niseme tu Odemba, hiki kilichofanyika hapa katika muktadha tuliokuwa nao ni sawa na ule muktadha ambao unamkuta mzazi anamwambia mwanae, Odemba, usipofanya hiki takukata miguu. Usipofanya hiki takukata kichwa. Hivi kuna mzazi anayeweza kumkata mwanae kichwa? Dhamira yako ilikuwa ni nini kwenye hiyo kauli ya kwamba waliopotea jeshi la polisi wasihangaike kuwatafuta? Manake kivyo vyote vile mtakuwa nao. Ndio maana nikasema muktadha. Ulimaanisha nini kwenye muktadha wa jambo lenyewe? Muktadha wake ulikuwa ni muktadha wake, kwanza hiki ilikuwa ni kikao cha ndani, haukuwa mkutano wa hadhara. Maana yake hapa tulikuwa tunafundana vijana wa CCM na wana CCM kwa ujumla. Maana yake tulikuwa tunapeana misingi, swala zima la vijana kulinda taswira ya nchi yetu, kuilinda serikali yetu, kukilinda chama chetu, kuwalinda viongozi wetu. Na haya maneno unayoyaona hapa ilikuwa ni sehemu ya kuongeza sauti katika kukoleza ile dhamira ile ambayo sasa lazima vijana tuwalinde viongozi wetu, lazima vijana tuwasimamie viongozi wetu. Hakuna kijana anayeruhusiwa kumtukana kiongozi wake. Hiyo ulikuwa msingi wa mazungumzo hayo. Na ndio maana haya mimi binafsi siwezi kuyahusianisha na msingi wako wa utekaji na mambo mengine. Hii ni nje ya context hiyo. Manake ulisema waliopotea. Sio waliopotea. Hiyo haisemi waliopotea, inasema tukiwapoteza. Haisemi waliopotea. Manake mkiwapoteza jeshi la polisi. Waliopotea. Hawa waliopotea manake mmewapoteza bila shaka. Si kweli. Ndio maana nikasema muktadha huo hauendani na hicho kitu. Huu ulikuwa ni muktadha ambao kilikuwa ni kikao cha ndani. Nini hasa ulichokuwa unakimaanisha kusema kwamba tukiwapoteza msiwatafute? Kimsingi nimekueleza yalikuwa ni makanyo. Ilikuwa ulikuwa unawakanya watu gani? Wana CCM, kwa sababu haukuwa mkutano wa hadhara. Ulikuwa ni kikao cha ndani cha wana CCM. Hapa ukutaja wana CCM. Umesema vijana ambao wanawakesha mtandaoni wakiwatukana viongozi. Na ulienda mbali ukisema ya kwamba mnafahamu gharama ya kumpata kiongozi. Je, wewe unafahamu gharama za kumlea mtoto mpaka nafikia hatua hiyo? Hilo Odemba halipo katika muktadha huo. Na mimi niseme tu kwa sababu umekomaa nalo kwa muda mrefu sana. Hili halikuwa kwenye muktadha huo. Lakini mimi niseme tu kwamba tuishi katika maneno yanayosema tazama ya kale yamekuwa sasa yamekuwa mapya. Tugange yajayo, tujenge nchi yetu. Kama kuna namna yoyote ambayo kauli hii, maneno haya yalimuudhi yoyote, tuyane radhi tu, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya kutekelezaji wa majukumu yangu, wala halikuwa na nia yoyote mbaya katika muktadha huu ambao ulikuwa unasema wewe. Na unakiri ya kwamba kauli yako hii kuna wengi ambao walikwazika na kauli hii? Ndio maana nikasema kwamba kama wapo, mimi binafsi unaweza ukatumia nafasi hii kuomba msamaha. Ndio maana nikasema kwamba kama wapo kwa kweli. Je, unaamini wapo ama unasema kama wapo? Unaamini kwamba kuna watu walio? Naamini wapo, kwa sababu hata wewe mwenyewe inaonekana kama jambo hili linakuwaza. Kwa hiyo mimi naamini wapo wakiongozwa na wewe. Hivyo
Kwa hiyo mimi nikasema kama wapo wanaokwazika na kauli hii, waniwie radhi, tujenge nchi yetu na maisha yaendelee. Na sisi wote hakuna mkamilifu, mkamilifu ni Mungu tu. Kwa nini sauti za vijana wanaokosoa Chama cha Mapinduzi na serikali yake huwa hazina ulinzi? Sauti za vijana zinazokosoa Chama cha Mapinduzi na serikali yake huwa hazina ulinzi. Si kweli kwamba hazina ulinzi. Tumeona waliokuwa wakikosoa na serikali kama ambavyo ulivyosema ya wewe kwamba wanaokesha kuwatukana viongozi hawapo na sisi. Wanaokosoa serikali Odemba wako wengi sana. Na mimi naweza nikasema zina ulinzi, na ndio maana unaona bado wapo na wanaendelea kuikosoa serikali. Tumeshuhudia mambo mengi sana hapa. Hatuwezi kutaja mmoja baada ya mwingine. Lakini mimi naweza nikasema wakosoaji wa serikali wapo na bado wanaendelea na kazi yao ya ukosoaji, na wakati mwingine wengine wanaenda mbali zaidi. Wanatoka katika misingi ya kuikosoa serikali kwa staa, wanakwenda mbali zaidi, wanaikashifu serikali. Na wapo. Hatuwezi kuanza kutaja mmoja mmoja, wapo. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema zina ulinzi kwa sababu bado wapo na wanaendelea kuikosoa serikali. Na hawa ambao walionekana kuikosoa serikali na hawapo na sisi uraiani, unazungumzaje kuhusu wao? Kwa kweli Odemba, katika hili mimi niwe mwazi tu kwamba hili kimsingi mimi siwezi kuwa mtu sahihi naweza kutolea ufafanuzi kwamba wako wapi. Nadhani ziko mamlaka ambazo zina uwezo wa kutoa ufafanuzi kwamba watu hawa wako wapi, kwa sababu hata hilo la kusema hawapo uraiani mimi siwezi kulithibitisha, kwa sababu sio mamlaka inayoweza kuthibitisha kwamba wako uraiani au hawapo. Yamkini wapo lakini hatuwaoni. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanatafakarisha. Wanasema hawapo kumbe wapo, ila mimi na wewe hatujapata fursa ya kuwaona. Kwa hiyo mimi nadhani ziko mamlaka ambazo kwenye makazi yao na siku zote. Sasa hilo ndo maana nikasema siwezi mimi nikalitolea ufafanuzi kwa sababu sijafika kwenye makazi kuona wapo au hawapo. Lakini ukisema hawako uraiani ni eneo pana, yawezekana mimi sina fursa ya kuona kama. Kwa hiyo maana nikasema hili siwezi kulitolea ufafanuzi. Ila mamlaka zinazohusika zinaweza zikatoa ufafanuzi. Unaamini kuwa kuna hoja zinazotolewa na vijana wa upinzani yenye maslahi pana ya taifa hili, lakini ninyi vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa makusudi makubwa mnayapuuzia na kuwaona kama wachochezi? Mimi nadhani hoja zipo ambazo zinatolewa na vijana wa vyama vya upinzani, na wakati mwingine ziko hoja ambazo zinatolewa na vijana wasiokuwa na vyama vya siasa ambazo zina mashiko. Tumeeleza tangu mwanzo mpaka sasa masuala yanayohusu ajira, uwezeshaji wa vijana kiuchumi, ni masuala ambayo yanapigiwa kelele na vijana wote, si wa upinzani, si wa CCM, si wale wasiokuwa na vyama. Kwa mimi naweza nikasema hoja zenye mashiko zinazotolewa na vyama vya upinzani zipo. Sasa ukisema vijana wa CCM hamuoni kama zinatija, mimi nimekatalia tangu mwanzo kwamba hili si kweli. Tunaweza tusiseme tu kwamba hauna, lakini kiuhalisia ni kwamba hoja hizo ndizo hoja ambazo unaona leo zipo katika vipaumbele vya serikali. Zimefikaje? Zimefika kupitia platforms za vijana, zimefika kupitia jumuiya za vijana kama ya kwetu ya umoja wa vijana wa CCM. Kwa mimi ninachoweza kusema ni kwamba kwa msingi wa swali lako kwamba ziko hoja zenye mashiko ambazo kimsingi hata sisi tunaungana nazo au tunakutana kwenye pointi moja na tunaona kwamba zinaingia katika utekelezaji. Ni mara ngapi UVCCM imeunga mkono hoja iliyotoka kwa vyama vya upinzani, hususan vijana wa upinzani, pale hoja hiyo ikiwa na maslahi kwa vijana na taifa? Swala la ajira limeimbwa sana na vijana wa upinzani. Nani tunaliunga mkono? Nasi tunaliunga mkono kwamba lazima kama taifa tuwe na uwezo wa kutengeneza ajira. Na ndio maana chama chetu kikasema tunakusudia tutengeneze ajira milioni 8. Hizi ni ajira nyingi ndani ya miaka 5. Lakini ajira hizi hatutamani tu ziwe ajira ambazo bado hazijibu ile kiu ya vijana walionayo. Tamani ajira hizi kwa kiasi kikubwa ziwe ni ajira ambazo zitamwezesha kijana kuweza kuingiza fedha mfukoni. Maana yake ziwe ni ajira ambazo zinapatikana katika mfumo rasmi, angalau zijibu kiu ya vijana ambayo wanayo. Kwa hiyo katika hoja ambayo tunakutana na hatubishani
wote tunashikamana kwenye hoja, ni swala la ajira kwenye taifa letu. Katika matukio mbalimbali ya vurugu za kisiasa, watu ambao wanaonekana kuumia ama kuumizwa zaidi ni vijana. UVCCM mnasimama upande gani? Upande wa vijana ambao huenda wanaumia kutokana na fujo ama vurugu hizo, ama upande wa wale ambao wanawaumiza? Mimi niseme tu kwamba hatusimami na anayefanya vurugu au anayeleta ghasia, lakini vile vile yani niseme kwamba hatusimami na mtu anayeleta vurugu, kwa sababu wakati mwingine Odemba ni lazima tukubali, na mimi nimesema mwanzoni kwamba sisi kama vijana wa taifa hili ni lazima tujue kwamba tunaweza tukawa tuna mahitaji mengi sana ambao na matamanio mengi sana ambao tunatamani tuyafikie, lakini lazima tufate hatua katika kuyaendea yale ambao tunatamani kuyafikia. Vurugu, fujo haiwezi kuwa suluhisho katika majawabu katika changamoto zetu. Yani mfano, na ndio maana Odemba wakati wote mimi nasema, na hili uniache nilifafanue kwa kina. Sisi hapa tuna vitu vitatu. Tuna haki, tuna wajibu, na tuna usalama. Na katika mambo haya matatu, bila kuathiri mjadala wa nini kinatangulia au nini kianze kati ya haki na wajibu, tunahitaji usalama ili haki iweze kutolewa, tunahitaji usalama ili wajibu uweze kufanya nini? Kupatikana. Sasa tunaposimama katika swala la kudai au kuwa na mambo ambayo tunafikiri tunatamani kuyafikisha, ni lazima tutangulize kwanza, yani usalama ndio iwe ajenda mama. Vurugu zinatusaidia. Je, vurugu kama ulivyosema, ghasia, maandamano yanatusaidia kuyafikia malengo yetu? Yanatusaidia kufikia matarajio yetu? Yani mathalani unaandamana, lakini ndani ya maandamano hayo unaharibu mali, unafanya vurugu, unachoma vituo vya mafuta, unakutana na wewe na mkono wa sheria, unakutana na mkono wa serikali. Yani mathalani unakutana na risasi, umeuawa. Natolea mfano, umekufa katika ghasia hizo, umepata majawabu ya kila ambacho wewe unakitamani? Kwa hiyo ndio maana nikasema ni lazima, pamoja na kwamba tuna mambo yanatusibu, tuna mambo tunatamani kuyafikia, ni lazima tufate njia sahihi ya kuyaendea. Hatuwezi kusema kwamba vurugu, ghasia, maandamano, machafuko ndio yanaweza kutupa kila ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo lazima tufate njia sahihi katika kuyaendea yale ambayo tunatamani kuyafikia. Kuna amani na kuna haki. Kwako kipi ambacho kinatangulia? Mimi nasema kinachotangulia ni usalama. Tuzungumze amani na haki. Kwako kipi kinatangulia? Hii Odemba ni sawa na kuuliza, yani kuna maswali mengine ni magumu. Mimi nasema haki, amani. Haya ni mambo ambayo mimi naweza nikasema yanakwenda sambamba. Yanakwenda sambamba, haki, amani. Na ndio yani hii ni sawa sawa na haki na wajibu. Kwamba amani yetu, ili tuweze kupata haki tunazozihitaji, tunahitaji amani. Na ili amani iweze kuwepo, tunahitaji watu wapate haki zao. Na ndio maana nikasema katika msingi wa kuyaleta haya yote kwa pamoja, ni lazima tutangulize neno usalama kwanza, ili tuweze kupata haki, tuweze kupata amani ambayo tunaitamani. Tumeshuhudia viongozi wetu mbalimbali wa dini, wengine wakihubiri swala la amani, kwamba kama taifa tunapaswa kuwa na amani. Wengine wakisema amani vile vile iambatane na haki, kwamba amani ni tunda la haki. Wengine wakisema haki kwanza, amani baadaye. Wengine wakisema bila haki amani haiwezi kawepo. Wewe unasimama wapi, Faris Burhani? Mimi niseme nasimama katikati. Kwamba mimi nasimama katikati ya haki na amani, katika msingi ufuatao. Yani ndio maana mimi nikaja, wewe umesema vitu viwili, mimi nimekuja na cha tatu. Wanasema amani, wanasema haki. Mimi nimekuja na kitu kinaitwa usalama. Lakini tujikite kwenye amani na mimi katika huu mnyukano huu, mimi nasema niko katikati kwa misingi ifuatayo. Kwamba tunahitaji haki, lakini hatutoipata haki kama hatuna amani. Na tutaweza kupata amani pasipokuwa na haki? Ndo nakwenda huko. Na ili sasa tuweze kupata haki, ni lazima ili tuweze kupata amani, ni lazima haki za watu zifanye nini? Zipatikane.
Sasa katika msingi huo, kinachotuunganisha au kinachotuleta pamoja ili tuweze kuyafikia haya yote mawili ni nini? Tunahitaji kulinda usalama. Ili anahitaji amani aipate, anahitaji haki aweze kufanya nini? Kuipata. Kwa mtazamo wako? Mtazamo wangu mimi ni kwamba haya mambo mawili ambayo kwa kweli yaende sambamba. Kwa mtazamo wako sasa, hapa nchini Tanzania, kati ya amani na haki, hipi ambacho wewe unaona kwamba kinahubiriwa zaidi? Yani haya yote yanahubiriwa, hipi ambayo inahubiriwa zaidi? Bahati nzuri sasa hili la zaidi na lenyewe linahitaji kipimo. Bahati nzuri wewe umelileta katika msingi wa nini? Umelileta katika msingi wa upande wa viongozi wetu wa kiimani. Kwamba wako viongozi wanasimama wanasema hakuna amani bila haki. Wako viongozi wanasimama wanasema hakuna haki bila amani. Mimi katika msingi au katika muunganiko wa hoja za hawa wote, mimi kuna mambo ambayo nina nikasema labda yanatakiwa yafanyiwe kazi. Moja, mimi ni waombe viongozi wetu wa dini. Ujue dini ni kitu ambacho kinagusa maisha ya mtu mmoja mmoja kwenye jamii. Hii minyukano kimsingi haina afya kwa taifa letu. Na haya ndiyo mambo ambayo nakueleza Odemba. Sisi wengine, mimi mfano, natoka kwenye familia ambayo baba au babu mzaa baba Mkristo, babu mzaa mama Muislamu. Tunapokutana pale nyumbani, kama tuna shughuli, ni msiba, ni harusi, wako Wakristo wengi wako pale, wako Waislamu wengi wako pale. Hii minyukano, ndugu Odemba, unayosema imetoka huko sasa unakopaeleza huko kwenye haki na amani. Unaona sasa leo imekuja katika masuala mengine ambayo sasa unaona hawa wakinyanyuka mathalan ni teki, hawa wanakuja kujibu. Hawa wakinyanyuka, hawa wanakuja kujibu. Hii haina afya kwa taifa letu. Lakini ili tutoke hapa tulipo, lazima pia tujifunze kwamba tunayo serikali moja. Serikali yetu sisi sio kiziwi, inasikia. Serikali yetu sisi sio kipofu, inaona. Mimi nadhani tuipe serikali space ya kuchakata, ya kuratibu yale ambayo yanakuwa yanatolewa. Yaani mfano, nitakupa mfano mwepesi. Kuna haja gani mathalan leo tumetoa maoni hapa, maoni 10 haya tunafikiri yakifanikiwa tutakwenda vizuri kama taifa. Mtekelezaji hapa ni serikali Odemba. Serikali ndio sasa inaanza kuchakata. Kabla haijaanza anatokea mtu mwingine, unajua hapa tunataka twende hivi. Kwa nini hatutaki kutoa space? Yaani mathalan leo rais anasimama, anatoa hotuba, anaeleza kule changamoto moja, kuna watu wameingia kwenye mkumbo labda wa vurugu, waachiwe. Kuna moja tunaenda kuunda tume. Anaeleza mkururo wa mambo mengi ambayo yalikuwa yanagonga vichwa vyetu kabla hajasema. Utekelezaji haujaanza katikati ya mchakato. Yaani anazungumza mfano leo Mheshimiwa Rais, jambo alilolitolea maelekezo ndio yanaenda kutekelezwa, hayajaanza kutekelezwa. Wanaibuka tena viongozi wa dini katikati ya jambo hilo, wanakuja tena na maoni mengine. Yaani kama kumpreempt Mheshimiwa Rais. Mimi nafikiri lazima tufike mahala tutoe space, tuipe serikali nafasi ya kutimiza wajibu wake. Lakini lazima tufike mahala tujue kwamba sisi wote kinachotuunganisha ni serikali yetu. Na serikali hii haina dini, japo watu inaoongoza wana dini zao. Kwa namna tunavyokwenda, tunaanza kutengeneza mazingira ya hofu, mazingira ya utengano. Tutakuja hata huu msamiati Tanzania tunaohubiri kwa mwenendo huu tunaoenda nao, takuja kusahau msamiati Tanzania. Maana yake tunakwenda ambako mimi nadhani sio pazuri. Ni lazima tuipe nafasi serikali ifanyie kazi yale ambayo tunakuwa tunayatoa, tunaofikiri kwamba haya ni maoni ambayo yanatakiwa yachakatwe na tupate majawabu. Kama ambavyo nimeanza kwa kutolea mfano tume ya uchunguzi. Haijaanza, mtu ashasema sina imani na tume. Kwa hiyo haya hayatusaidii kama taifa. Lazima tuipe nafasi serikali iweze kutimiza wajibu wake. Nakushukuru sana ndugu Faris Burhani. Itakumbukwa vuguvugu la Oktoba 29 ambayo ilizaa maandamano ambayo vile vile ilibubukwa na ghasia mbalimbali. Ilianzia mtandaoni wakisema Oktoba 29 tutaandamana. Sasa hivi vile vile tunaona vuguvugu hilo likihamia Disemba 9, kwamba Disemba 9 vijana wataondoka kuandamana
na vuguvugu hilo linaendeshwa zaidi mtandaoni. Kama kijana, upi msimamo wako ama kauli yako juu ya Disemba 9? Mimi kauli yangu, msimamo wangu kwenye jambo hili uko very clear. Kwamba maandamano, mimi siungi mkono maandamano ya tarehe 9 yanayohamasishwa mitandaoni. Kwa sababu nimetangulia kusema kwamba tunapokuwa tuna mambo yanayotusumbua, tunapotoa maoni kwa muda mrefu, serikali ikaanza kuchukua hatua, sisi kama Watanzania tunaoipenda nchi yetu, ni wajibu wetu sasa kutulia, kusubiri kuona kwamba yale ambao pengine yalikuwa yanatusumbua yatapatiwa majawabu. Haya kama hayajatekelezwa, tunapata wapi uhalali wa kusema tuingie tena? Yani mfano tunaingia barabarani kudai nini? Labda niulize swali hilo. Yani mfano ukiangalia wanaohamasisha, unahamasisha watu waingie barabarani kudai jambo gani? Kwa sababu nimesema malalamiko tuliokuwa tunasikia kule nyuma, na hapa nimesema mwanzoni, watu wanasema tunataka katiba mpya. Bila katiba mpya mambo hapa hayaendi. Leo serikali inasema ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya unaanza. Vijana hatusikilizwi, hatuna chombo cha kutusikiliza. Bwana, wizara inayohusu maendeleo ya vijana hiyo hapo. Unajua hiki kile sheria Swiza sasa haya yote ndio serikali inaenda kuyafanyia kazi. Wanasema wanataka uchaguzi urudiwe kwa misingi ipi? Kwa sababu uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 ni uchaguzi ambao umefanyika kwa mujibu wa katiba na sheria zetu. Ni mchakato ulitangazwa na tume, vyama vilivyokuwa tayari vilishiriki, na unakumbuka, na nadhani pia na hii ni rekodi nyingine, vyama karibu 17 vimeshiriki katika mchakato wa uchaguzi. Tofauti wanasema ni project ya chama cha Mapinduzi. Sasa hayo pia ni mtazamo wao tu. Project hii sitaki kulifafanua sana. Lakini mimi siwezi kusema ni project kwenye jambo gani. Kwamba kuna yani vyama 17 vyote ni project ya chama cha Mapinduzi, haiwezekani. Kwa hiyo huu msingi wa hoja zao, uchaguzi urudiwe, huu ni msingi ambao badala ya kuilinda katiba, tunataka sasa kuivunja katiba. Na wakati huku tunadai katiba, yani sisi katiba iliyopo hatuwezi kuiheshimu, hatuwezi kuiumini. Sasa tunataka tuivunje katiba katika kivuli cha kudai katiba nyingine. Unaposema uchaguzi urudiwe, maana yake tunahamasisha watu kuvunja katiba ya nchi. Rais aliyepo kachaguliwa kihalali kwa mujibu wa utaratibu, na amechaguliwa na Tanzania. Licha ya hizo changamoto ambazo umezisema, sisi wajibu wetu ni kumpa ushirikiano. Umeziona hujaziona? Odema, nataka tuanze tena mjadala. Nimeeleza kwa kina. Kwa hiyo mimi niseme tu very clear kwamba maandamano haya hatuyaungi. Mimi binafsi siyaungi mkono, na naamini Watanzania wengi hawaungi mkono. Lakini kingine cha kumalizia, Odemba, unahamasishwa kuandamana. Unahamasishwa na nani? Yani anayekuhamasisha humuoni, anayekuhamasisha hutokuwa naye kwenye maandamano. Maandamano, yani mfano mtu anamwambia maandamano, kwa sababu maandamano pia na utaratibu. Yani maandamano yanaanzia wapi, yanaishia wapi? Nani kiongozi wa maandamano haya? Manake kinachohamasishwa ni kurudi kwenye vurugu kama ambazo tumeziona. Ni kurudi kwenye ghasia ambazo hazina msingi. Kwa mwisho wa siku, haya ni mambo ambayo mimi nawaambia Watanzania hatutaki kuyaunga mkono. Na badala yake tutoe ushirikiano kwa serikali ili kajibu yale ambayo tunafikiri yametusumbua kwa muda mrefu. Kwa mimi siungi mkono maandamano ya tarehe 9. Faris Burhan, nakushukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Nakushukuru sana ndugu yangu Odemba, tuko pamoja. Nakushukuru sana. Asante sana. Ninakutakia kila laheri. Amina. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni Faris Burhan, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM UVCCM mkoa wa Kagera, ndiye ambaye tulikuwa tunazungumza naye. Mtazamaji, kumbuka kwamba ulikuwa na nafasi ya kuweza kuchangia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa jijini Mwanza kupitia ukurasa wetu Facebook, Instagram pamoja na Twitter Chief Odemba, Instagram Chief Odemba TZ, hashtag medani za siasa, medani kuu na Faris Burhan ndio hashtag ambayo tunatumia. Mimi ni Odemba Chief. Itosha kusema ninakushukuru wewe mtazamaji ambaye kimsingi umechagua kipindi hiki kuwa kipindi chako bora kabisa cha siasa hapa nyumbani. Kwa niaba ya crew nzima ya medani za siasa ambao wamekita kambi hapa jijini, ninasema asante. Kwaheri ya sasa na wakati mwema.